Naam, shukrani za dhati mpenzi mtazamaji popote pale ambapo unazidi kututazama na kutufuatilia. Kumbuka kwamba KBC Channel 1 tumeweza kuanda na kunawiri kote nchini. Naam, hivi sasa ni wakati wa Tamrini ambapo sisi huangazia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na taifa letu, na hivi leo tunazungumzia swala la elimu. Manake kuna wengi ambao hawana uelewa wa ndani na uelewa wa kina kuhusiana na ufanisi wa elimu ya umilisi. Je, tofauti yake ni gani kati ya mfumo wa sasa na ule mfumo wa awali? Na mtazamaji, tunaye mgeni hapa studioni kwa jina Dan Kegode. Karibu sana Kegode. Asante dada yangu. Naam, Kegode ni mtaalam wa masuala ya elimu na sasa hivi tunaingia na kuweza kuguguna huo mfupa wa elimu. Karibu sana Dan, unaweza kutuelezea tu elimu ya umilisi ni nini haswa? Elimu hii ni elimu ambayo inaweza kumpa mwanafunzi nafasi akaweze kushikilia zile nguzo 5 ama nguzo 7 ambazo elimu lazima ikaweze kumpa mtoto. No. Nguzo ya kwanza ni nguzo ya kuweza kujua kuwasiliana. Nguzo ya pili ni nguzo ya kuweza kujua kwamba critical thinking, akaweze kupewa mafunzo ambayo akiwa na changamoto katika nafasi yake bayana kama mwanafunzi, je, anaweza kuangalia kisha ayafafanue na kutoa wajibu. Nguzo nyingine ambayo inafaa kaweze kuipata katika ile kusoma masomo haya ni kwamba awe na nafasi bora ya kuweza kusuluhisha changamoto ambayo inaweza mhitaji kibinafsi akaweze kuifafanua. Naam. Ndivyo ndio maana mtaala kidogo unaweza kupata nafasi kwamba kuna nguzo ambazo lazima kimasomo tukaweze kuzipata. Ndivyo. Na katika pitapita zangu nikidurusu mitandao unapata kwamba kuna maoni mbalimbali ya Wakenya. Lakini ukiangalia katika tathmini yangu ni kwamba wengi wa Wakenya hawajaweza kukumbatia mfumo. Wengine walilalamika kwamba hawakufanyiwa ule uhamasisho wa kutosha. Je, waonelea vipi jambo hili? Ni kweli kunazo changamoto, na huwa tunasema kwamba wakati mtaala mpya unaweza kuja, kuna kile ambacho tunaweza kuita kwamba what you call pioneering, uanzilishi wa mtaala ule. No. Uliweza kufanyishwa katika muda mfupi ambao haukuweza kuwa nafasi bora kwa mzazi ama mshikadau wote akaweze kujua kwa ndani. No. Lakini sasa hivi ni miaka 5-6 ambao mtaala umeweza kuendelea. Umeonyesha kwamba watu wamekuwa na nafasi ya kuweza kuelewa mtaala upi unafanya kazi. La pili, sisi kama nchi tunayo tabia ambayo si tabia nzuri ya kulalamika, kushutumu, kukera, kudhihaki. Jambo lote jibu linakuja katika msingi katika taifa letu. Lazima tujifunze kwamba tuweze kukumbatia lote ambalo linaweza kuja. Tujue kwamba tulikumbatie, tuweze kuangazia zaidi kwamba faida zake ni zipi. Kabla tuweze kuangazia kuhusu shida zake, tuangazie nini? Faida zake. Kwa hivyo nasema kwamba sisi kama jamii ya Kenya, washikadau katika sekta masomo, ndio mtaala huu ni mgeni. Changamoto zipo, lakini tunaona kwamba mali tumefika. Je, tumepiga hatua za kwenda mbele ama hatua za kwenda nyuma? Na mshikadau ndiye atakufanya jukumu kubwa kisha kwamba zile changamoto tunazipitia tusuluhishe kwa pamoja. Ndipo tunasema kwamba tunafanikiwa ama hatufanikiwi. Ndivyo. Na pia bado kama tumesalia katika ushoroba huo wa malalamiko ya Wakenya, wengi wanaona kwamba mtaala wa umilisi ni wa gharama ya juu zaidi kuliko ule wa 844. Manake kila mara mtoto anakuja nyumbani anakuambia, mama, nimeambiwa ninunue mbao nipeleke shuleni, ninunue makasi, na baadaye ushalipa karo, lakini kila wakati unashindwa kiambua lete hiki. Hata juzi kulikuweko na malalamiko kwenye mtandao ambapo walimu waliagiza watoto waende na kuku, baadaye wakamchinja yule kuku wakamla. Tuseme hivi kwanza, katika wanajenzi wangu ama wanafunzi wangu kulikuwa na msemo ambao ulisema kwamba ukifikiria kwamba masomo ni ya bei ya juu ama gharama kubwa, basi jaribu tu kuwazia kwamba hayafai. If you think education is expensive, then try ignorance. Nitasema hivi, masomo yana gharama yake, na lolote nzuri ambalo unataka kulifanya maishani mwako lazima uwe tayari kuilipia gharama. Na ningependa kusema kwamba katika masomo haya yanahitaji rasilimali. Shule mingi hazina rasilimali za kutosha. Lazima basi mzazi akaweze kushika kwa njia moja ama nyingine kuhakikisha kwamba kile ambacho kinahitajika kuweza kutumika kiweze kutumika. La pili, sisi washikadau walimu
ambao tuko katika shule ama wasimamizi wa shule, lazima pia tukaweze kuwa nafasi kuona kwamba kile ambacho tunaagiza, je, kinafaa ama hakifai. Tuweze pia kuona kwamba kile ambacho tunaitisha tusije tukafanya masomo yakaweze kuwa mzigo kwa ule mzazi ambao pia ni mshikadau kama sisi. Tukifanya ukaweze kuwa mzigo, tunafanya mtaala huu kuonekana kwamba ni mzigo. Lakini tukipenda njia ya kuweza kusuluhisha zile changamoto ziko, kwa mfano kwamba rasilimali ambayo unaita, kwa mfano ukitaji kuku, darasa la watoto 40, hatuhitaji kuwa na kuku 40 ndio tusome. Zilikuwa 2-3 tunaweza soma. Pengine unaweza changisha shilingi 20-30 kila mtoto, tukapande kuku tuweze kujifunza. Na kama kuna rasilimali ambayo inaweza kuwa mbadala ambao si gharama kubwa kama ile unahitaji, pia tumile mbadala. Cha msingi ni kwamba tuwe na masomo yakifanyika, tukiangazia pia gharama ambazo zinaweza kuchipuka wakati wa masomo yale, ili mzazi ambaye ni mshikadau mkubwa asiweze kuathirika. Ndivyo. Na ningependa uweze kutuelezea ule utaratibu. Mtoto mdogo ameingia katika shule ya chekechea, wanaingia na miaka 4. Baadaye anaingia katika grade 1, anakwenda katika grade ya 2, grade ya 3, hivyo hivyo. Alafu hivi majuzi kulikuwa na wale ambao walikamilisha grade ya 9. Sasa wazazi wanauliza, akishatoka hapo, akimaliza atamaliza miaka mingapi katika shule ya sekondari? Kwa hivyo ningependa utuelezee huyo mchakato kutoka mtoto anapojiunga na shule ya chekechea, akaingia grade ya 1, akaingia grade ya 2, akakuja akamaliza grade 9 na hivyo hivyo. Pale juu kwa chekechea mara mingi huwa ni umri ama nafasi ya mzazi kuweza kumpa. Kwenda kule mashambani kuna ambao wanaanza wakiwa kwa umri kiasi miaka 3-4 wanaanza. Lakini katika miji mikubwa kama Nairobi hata miaka 2.5 mtoto kwa mzazi kwamba ana shughuli mingi. Tuangazie katika grade ya 1 hadi grade ya 6. Hapo ni shule ya msingi. Ambapo kwamba ashamaliza mtihani ambao unaitwa mtihani kujiunga katika shule za junior schools, ambao itabidi akaweza kufanya mtihani wa kitaifa. Lakini katika hali ya kusoma kwake kunazo mitihani ambayo anazidi kuzifanya ama shughuli za kimasomo ambazo anazifanya ambazo zinajumulisha katika matokeo yake ya mwisho. Kila wakati inajumulishwa. Huo mtoto ako na namba yake special. Anapoanza ako na namba yake. Hiyo namba yake itamsukuma hadi afanye mtihani wa junior. Akifika grade ya 6 atafanya mtihani mkubwa wa junior, wa kujiunga na junior. Anaingia grade ya 7. Akitoka ya 7 anafanya grade ya 8, anafanya grade ya 9. Inaitwaje? Junior school. Akitoka pale atafanya mtihani mkubwa wa kuhakikisha kwamba anajiunga na senior school. Akifikia senior school pia darasa mangapi? Matatu. Grade ya 10, 11 na 12. Kwa hivyo anamaliza miaka 3. Ndivyo. Ndipo atamaliza kwamba pale akitoka kama ameweza kufanikiwa zaidi aende chuo kikuu, kama hajafanikiwa kuna vyuo vingine vya kimsingi ambao anaweza kuingia ajitafutie ujuzi ama ajiendelee ujuzi wake. Vyuo vya kiufundi. Na hivi majuzi watu wamefanya ule mtihani wa grade ya 9, ule wa utathmini wa shule ya sekondari msingi. Kuna uvumi kwamba kutakuweko na kuyaratibu ama kuziratibu zile shule kutokana na matokeo. Wengine wanasema kwamba hilo jambo ni jambo la ukale na Kenya imeweza kuliasi. Je, waona kwamba zitaweza kuratibishwa ama itakuwa vipi? Kulingana na mambo tumeweza kuyasikia hapa nje kwa washikadau wa masomo ama viongozi wetu, ni kama kutakuwa na hali ya kuweza kuonyesha vile matokeo yameweza kufanya. Lakini kimaoni ni kwamba hakutakuwa hali ya kuorodhesha kwamba shule ya 1, shule ya 2, shule ya kwamba haitakuwa hivyo. Pengine inaweza kuwa kuonyesha kwamba wamefanya mtihani, wakafanya hivi, wakafanya hivi. Hapo pia wakaweza kutoa nafasi kueleza kwamba kuingia katika shule za secondary senior schools watumia mfumo upi. Lakini kutangaza kutakuwepo, lakini yale mashindano kama ya kawaida ya 844 shule ya 1, ya 2 na 3 hayatakuwepo. Ndivyo. Na mwanafunzi anaweza pia kuorodheshwa kwamba alikuwa mwanafunzi bora. Tathmini nasema kwamba wanaweza fanya vile, lakini kulingana na zile pila za CBC sioni kama itakuwa na maana kama zile siku za 844. Ndivyo. Na pia tukiangazia hili swala la mfumo wa umilisi, wakati ule watakuwa wanajiunga na zile senior secondary, kumekuwepo wengine wanaonelea kwamba zile shule ambazo kama national schools, shule za kitaifa, nizo zitakuwa zinaangazia sana wanafunzi waliobobea na kutia fora katika masomo ya sayansi, hisabati pamoja na teknolojia na uhandisi.
uhandisi. Je, waoneleaji jambo hili ni kweli ama uhuyanisho wa shule ni upi? Ule mfumo ambao umeweza kutumika ni kwamba utapata kwamba kuna shule ambazo ziko na rasilimali bora ambazo zinaweza kufunda zile paths tatu. Kuna ile ya sayansi, teknolojia, uhandisi, kuna ya kijamii, alafu kuna ile tunaita kwamba ile ya michezo. Kuna shule ambazo zina rasilimali za kutosha kufanya vile. Zile shule mingi ni za kitaifa ama zile zinaita extra counties, the senior extra counties. Hizo zina uwezo wa kimsingi kuweza kufundisha paths tatu. Shule ambazo zina zile uwezo mkubwa zitaweza basi kujumuika kuwachukua wale ambao wanafanya ile pathway kwamba ile ya social science na ile ya kimichezo. Na mara nyingi utapata kwamba hizo shule lazima kuwa zimeweza kujiandaa. Na ningesema kwamba katika senior schools hata kuna changamoto mingi kama zile za junior schools. Kwa sababu gani? Tayari zile shule zipo, walimu wapo. So kwa hivyo changamoto hazitakuwa mingi. Lakini pengine shule ya kuweza kuchagua na kuteua pathi ipi unaenda kuifanya. Ikiwa utaweza kuangazia zaidi matokeo ya mtu, utapata kwamba yale matamanio ya mtu, malengo ya mtu basi hayataweza kufanikiwa katika shule. Ndipo nasema kwamba tuweze kuwapatia uhuru wa kujua wa kufanya kile ambacho unakitaka. Lakini kama tu ni shule za kawaida tu za kijamii, basi utapata kwamba wanafanya path mbili, ya kijamii na ya kimichezo peke yake. Ndivyo. Na umesema kwamba ujumuishaji wa matokeo, kwamba huu mtihani ambao matokeo yake yatatangaza huu mwezi ambao unajiri. Je, unaona kwamba ulisema yatakuwa jumuishi ni kuanzia kutoka grade ya 1 hadi ya 6 ama itakuwa grade ya 7 hadi ya 9? Itakuwa kwa grade ya 7 hadi 9. Ndivyo. Na iwapo mwanafunzi atakuwa kwamba labda alikuwa anataka kuwa daktari, na unajua kuwa daktari ama mhandisi inahitaji uwe na umahiri katika masomo haya ya hesabu pamoja na sayansi. Je, iwapo amefeli, labda alikosea labda alama 2 ama 3, ndiposa aweze kuafiki kile kiwango hitajika ama kiwango stahiki, na amefeli, lakini bado akipewa fursa nyingine, badala ya kurejea hadi arejee tena mwaka mzima afanye, je, kuna mpango ambao anaweza kwenda afanye mtihani kidogo ndiposa aweze kutosha mboga? Hizi shule zitakuwa mingi. Hazitakuwa kiasi, zitakuwa shule mingi. Unajua kwamba idadi ya wanafunzi imekuwa ikiongezeka, tunakubali. Lakini shule zitakuwa shule mingi. Tuna kwamba kile ambacho ametaka kufanya, ikiwa ataweza kufikia zile ambazo tunasema kwamba the minimum requirements, naona ya kwamba ataweza kupata nafasi. Tutakuwa na shule ambazo zitaweza pia kumkubali akaweze kujiunga na kufanya. Kwa hivyo ni bidii yake na pia mzazi kujituma. Mara mingi yale matokeo ya darasa la 8 ama grade ya 7 na ya 9 haifai kuzuia mtu kuweza kujimarisha katika siku ya kesho. Matamanio ni kwamba wakaweze kupewa nafasi ya kwamba wakaweze kujiunga na shule ambazo zinaweza kuwapa nafasi ya kusoma haya masomo ya kisayansi, wajalie katika kosi ambayo ungependa kuzifanya. Ndivyo. Na pia tukiangazia hizi shule za unarekebisha tabia wa mtoto, sana sana hizi approved school, tungependa kujua wanafanya pia mtalaa huu ama yao ni tofauti? Kwa mara mingi shule za approved ni za kiujuzi. Na ningesema kwamba ikiwa hazifanyi mtaala huu, basi ombi ningekuwa kwamba tukaweze kujumuisha wakaweze kuzifanya. Kwa maana kwamba ule mtoto ambaye ako mahali pale hafai kunyimwa haki yake ya kusoma. Hafai kulazimishiwa kile ambacho yeye mwenyewe hakitaki. Ikiwa hazifanywi, basi zifanywe. Lakini sasa hivi sina uhakika. Ndivyo. Na changamoto zipi zilizopo katika huu mfumo wa umilisi? Changamoto ya kwanza ilikuwa ile changamoto ya miundo misingi. Utapata kwamba madarasa yalikuwa machache katika shule za msingi ambao walikuwepo. Kukakuwa na changamoto ya walimu ambao washikadau wakubwa zaidi. Lakini serikali imeweza kuwa ikiajiri na kuajiri. Ingawa tukasema kwamba ile idadi bado haijaweza kuwa ya kufanikisha masomo yakaweze kuwa bora. Kwa sababu unapata mwalimu ambao chuo kikuu amefanya historia na dini, inamlazima kafundishe hisabati. Kwa mara mingi ile atakuwa ni ile called the basic knowledge, lakini ile masomo ya undani zaidi ya kumboresha mwanafunzi atayakosa. So ombi kwa serikali ni kwamba tukaweze kuangazia mbinu nyingine badala. Ikiwa tuwezi kuajiri, je, wale walimu ambao katika shule zingine tunaweza leta chini kidogo ili tukaweze kuhakikisha kwamba wanafunzi na hali ya kusoma
iwe cha kiwango cha juu. Naam. Maana tukifanya guesswork pale chini, juu tutamharibu. La pili, changamoto ambayo imekuwa ni kwamba wale walimu ambao katika JSS hawapendi kuwa chini ya usimamizi ya walimu wa shule za msingi. Limekuwa jambo kubwa zaidi. Mimi ni mwalimu, sitadanganya. Ukiweka pale mwalimu wa secondary school awe chini ya mwalimu wa primary school, kidogo katika ile hali ya ego yetu ama taasubi yetu kwamba hapana, wametudumisha. Naleta mtanzuko. Kwa hivyo serikali lazima ikaweze kufanya what we call standalone. JSS zikuwe standalone. Jisimamie wenyewe, wawe na walimu wakuu wao, wawe na ofisi zao, wajisimamie wenyewe. Kuhakikisha kwamba zile shule za JSS zimeweza kusimama. Ukiweka chini ya primary school, mara mingi ile kujituma na kujitolea kwa walimu wa JSS haitakuwepo. Kwa maana ikiwa walimu wa ile shule ya msingi hawasaidii juu, kwa hiyo basi wawe chini ya mwalimu mkuu ule. Tuwe standalone. JSS ikuwe standalone. Tuwe na uhuru. Wewe uhuru wao. In terms of rasilimali, usimamizi, walimu mkuu, na hata any other operation unahitaji wawe peke yao. Hili jambo ambalo serikali imekeze ni changamoto kubwa zaidi pale katika madarasa katika ile mashule. La pili ni kwamba serikali ikiweze kuangalia ikiwa tunaweza fanya some shifts. Kwa mfano what we call the sub county schools. Ziko mingi zaidi. Kwa hiyo ni basi tusichukue zile sub county schools ziwe JSS. Kwa mfano mtaa wetu pale wa Kibra kuna shule kama zile Raila, Kibera High, Woodley. Ziko karibu sana. Na ile shule yu katika ua moja na shule ya msingi. Kwa nini tugeuze tu hiyo shule ya high school iwe JSS? Maana pale kuna mwalimu mkuu, walimu wapo, miundo misingi zipo. Shida kubwa ni nini? Kugeuza madarasa tu. Atoke huku, ateremke chini. Ama atoke chini, apande juu. Zile JSS, zile sub county schools ziwe standalone junior schools. Itafanya kwamba tukaweze kuleta ile uhalisi wa kisekondari, ile taswira kujivunia kwamba mimi niko shule ya sekondari. Wajivunia. Ni changamoto ambayo serikali lazima ikeze kuiangalia kwa undani. Na la mwisho, pia lazima serikali lazima pia ikeze kujituma kidogo. Uhamasishaji. Kuna mzee ambao kazi yake ilikuwa haelewi tunafanya nini. Pengine kiumri, pengine katika ile mitaa ya nyumbani zaidi, ile ushago rural areas, hawajui zaidi. Tutumie runinga kama KBC, tutumie station kama radio ya KBC kuweza kufundisha umma, kujua kwamba tunaelekea senior schools, tunahitaji nini? Junior schools zimesimama, tunahitaji nini? Uhamasisho kama ukiweza kufanyika, utapata kwamba mtaala huu utaweza kufanikiwa zaidi. Kwa maana gani? Mshikadau wanahusishwa moja kwa moja. Ndivyo. Naam, Bwana Kigode, tukiangazia haya masuala bado ya matokeo na alama ambazo mwanafunzi amepata. Hapo awali kulikuweko na unapata kwamba mwanafunzi labda yuko katika shule ya kibinafsi na labda ni hapa jijini Nairobi, ameweza kupata alama kama tuseme alama 400. Je, ndiposa aweze kusawazishwa na wale wenzake, alama fulani zinaondolewa ndiposa aweze kuwa katika aweze kuwa katika kiwango kimoja na yule ambaye anatoka shule ambazo bado ziko chini kimapato ama kiko chini kulingana na rasilimali na ndo msingi. Je, sijui jambo hili bado lipo na pia elimu ya umilisi haya matokeo itakuwa kama ile? Changamoto kama hizi zipo. Kwa maana kwamba Kenya ni nchi ya third world country in terms of development. Hizi changamoto zipo. Ule mtu ambaye ako kule Vihiga kwetu, mtu ambaye ako Nairobi, kwa mara mingi zile nafasi za kusoma zitakuwa na tofauti mkubwa. Maana pale nyumbani rasilimali ya nyumbani na Nairobi iko tofauti kidogo kabisa. Na pengine pia shule za kimtaa, maeneo mbanda kama Kibera, Mathare, Korogocho, Kariobangi, unapata kwamba zile shule zina miundo misingi kama shule ya Nairobi Primary ama Westlands Primary. Utofauti uko pale. Na ningesema kwamba wakati tunafanya zile selections za watu katika senior schools, kuna vitu wataweza kuangazia. Kwa mfano, mtu ambaye amesoma Westlands Primary, na mtu ambaye amesoma Korogocho Primary, hawezi pewa viwango sawia wakaweze kuvifikia pamoja. Kutakuwa kwamba tumpe nafasi nyingine, aweze kupata nafasi nyingine bora ili ajimarishe. Unaona kwamba viwango kama hivi vitaweza kutumika kuhakikisha kwamba ule mtu ambaye ako Korogocho, ako Kibera, ako Vihiga mashambani, na mtu ako Nairobi ambaye ako Mombasa, waweze kupata nafasi hii katika njia ya kutoshana ama njia ambayo inasema equality and
Equity. Ndivyo. Naam. Kwa hivyo kuna taarifa ambayo tuliweza kuiangazia hapo jana, na hii taarifa ningependa uisikize alafu utatupa maoni yako, kwamba walimu wa sekondari msingi katika kaunti ya Kwale walitishia kugoma mwezi Januari mwakani iwapo serikali haitatimiza matakwa yao, na walimu hao wanaitaka serikali kuwaajiri kwa mikataba ya kudumu kufikia mwezi Januari, na wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha walimu wa sekondari tawi la Kwale Bwana Leonard Orenje, walimu hao walisema hawataridhia ombi la serikali la kuendelea kufanya kazi bila mikataba ya kudumu jinsi ilivyowaagiza. Je, waonela vipi swala hili? Kwa nini wanaandikwa kwa kandarasi ya muda kuliko ya kudumu? Kunayo changamoto ambayo imeweza kuja. Binansi Macharia, ule afisa mtendaji mkuu wa TSC akiondoka, kulikuwa kitu ambayo inaitwa internship. Na mara mingi watu walijitolea kwenda. Kwa sababu gani? Ilikuwa mwaka moja. Baada ya mwaka moja unapatoa kandarasi ya kudumu. Mara mingi comrades walijitolea. Sema kwa basi niache mshahara wangu 30,000, 35, nichukue 20 kwa mwaka moja na ikisho kama napatiwa. Kunazo furuna dukuduku ya kwamba wale ambao walichukulia mwaka uliopita haitakuwa kandarasi ya bosi ya kudumu kwa mwaka mmoja. Nikaambia kwa miaka mingapi? 2. Lakini bado haijakuwa official, haijakuwa rasmi. Ningesema kwamba taifa la Kenya ama serikali ya Kenya lazima tupatie mwalimu kipaumbele. Ni mshikadau mkubwa. Kwa maana ikiwa comrade alitoka kule maeneo ya Kakamega akajituma kwenda kule Garissa akafundisha katika kandarasi ya mwaka mmoja, akijua kwamba mwaka ujao anapata kandarasi ya kudumu, mfanyie haki. Tumpe kipaumbele. Tufanye taaluma ya walimu iwe ya kuvutia tena. Sasa hivi taaluma hii si ya kuvutia tena. Mazingira ya kufanya kazi, unakaa nje miaka mingi, kandarasi si ya kudumu kwa mwaka mmoja. Sasa hivi unaambiwa kwamba itakuwa miaka 2. Taaluma hii mara mingi inapakwa tope. Na kizazi ambacho kiko nyuma yetu hakitapenda kuwa walimu. Hakitavutiwa katika taaluma hii. Kwa hivyo serikali kwa njia yote ile tu wakaeze kunusuru hao walimu katika JSS ambao mimi ningesema tu kweli ndio si rasmi, lakini yakisemwa yapo. Lisemwalo lipo. So kwa hivyo serikali jitume, turekebishe hii. Tufanye hao walimu wakaeze kufurahia taaluma yao. Kuwa chuo kikuu miaka 4 jamani, si jambo rahisi. Kukaa chini miaka 4, 5 ndio uweze kuhitimu, uende kule Garissa ama Samburu ama Masau ufanye kazi, si kazi rahisi. Kwa hivyo kilu hiki kisikike na serikali ibuni suluhisho. Tusifike Januari tena tuwe nje. Kwa sababu gani? Shida ndogo kama hizi. Ndivyo. Na pia tukiangalia tukiweza kuondoka kwenye reli kidogo, tuzungumzie swala la familia, ambapo unapata kwamba wewe una mke na yuko nyumbani, tuseme kwa mfano katika maeneo ya Ukambani. Alafu baadaye wewe umetumwa, umepewa inaitwaje, uhamasisho ama uhamisho, asante, ukapelekwa katika labda shule nyingine ambayo ni mbali. Hivyo inakulazimu wewe utumie gharama kila siku ya kwenda na kurudi, ama ikiwa mbali sana utaishi kule, na unapata kwamba labda baba hayuko, yuko mbali. Tunajua kwamba baba ni mtu muhimu sana katika makuzi ya mtoto na katika jamii, ama mama yuko mbali, watoto uje waona kwamba hili swala la uhamisho wa walimu kidogo unaweza kulegeza nguzo ya familia. Changamoto ilikuwepo wakati Bi Nancy Macharia aliyestaafu akiwa CEO wa TSC. Walimu wengi walipigwa transfer. Mtu anatolewa Busia anapelekwa Migori. Hata familia yake waziko wametabaki vipi. Iliathiri sana walimu, ile afya ya akili ya walimu. Na iliweza kubadilishwa kidogo. Hizo transfer hazijakuwepo kali kama hizo. Lakini tungesema kwamba kuna policy inaitwa localization kwa TSC. Hiyo policy localization iweze kuangaziwa zaidi. Ya kwamba mwenye ako na familia, kabla nishughulikie mtoto wa mtu mwingine, mtoto wangu lazima awe katika afya njema ya akili yake. Kwamba ananiona, ananipata na tunachangamkana na yeye. Ukiniweka mbali, niwe mbali na yeye, ule mtoto kule nyumbani ataathirika katika afya yake ya akili. Mimi mwenyewe nitafanya nini? Nitaathirika katika afya ya akili, na mule ambao namshughulikia kama mwalimu wake pia ataathirika. Kwa sababu gani? Siko sawa, pia hatakuwa sawa. Kwa hivyo transfer ziweze kushughulikiwa, kwamba kuwe na localization, kuwe na open policy. Ikiwa huyu ni mwanandoa,
familia yake iko wapi? Ikiwa huyu ameoleka, familia yake iko wapi? Ya kwamba familia ikaweze kutiliwa mkazo. Mimi nasema kwamba wacha ile welfare ya mwalimu, hali ya mwalimu ipewe kipaumbele. Maslahi yazingatiwe na yapewe kipaumbele. Kisha kwamba ule mwalimu katika afya njema ya akili ili akaweze kufanya kazi yake. Ndivyo. Kwa hivyo naambiwa kwamba muda umetuasi, umetupa kisogo. Ningekupa tu sekunde kama 30 hivi, labda kuna jambo ambalo unaonelea kwamba nimewekelea ufinyu uweze kulitaja ndiposa watu waweze kufahamu. La muhimu ni kwamba sisi wote katika nchi hii ni washikadau katika sekta ya elimu. Na kila mtu achukue nafasi yake. Na kila mtu atende kulingana na nafasi yake. Kama ni serikali, ifanye kazi yake. Kama ni walimu, wafanye kazi yao. Wazazi, mashirika ya kiserikali, sio kiserikali, yafanye kazi yao. Kisha kwamba mtaala huu na hali ya masomo katika nchi imeweza kuimarika siku baada ya siku, mwaka baada ya siku. Kwa maana gani? Kizazi hiki kinategemea masomo. Na ufanisi wake ni masomo. Elimu bora, maisha bora. Asanteni zaidi. Asante sana. Na mtazamaji, huyu ni Dan Kegode ambaye ni mtaalam wa elimu. Tumekuwa naye hapa studioni ambapo amekuwa akiweza kuangazia tu masuala ya elimu, hususan mtaala wa umilisi, na jinsi nilivyokueleza kwamba wengi wetu tulikuwa katika lindi la giza la kuhusiana na mtaala wa umilisi, akaweza kututoa kwenye giza na kutuweka kwenye nuru. Kwa hivyo tunashukuru sana Bwana Dan, karibu tena. Na mtazamaji, tutakomea hapo kwa sasa. Nitakuwa nampisha mwenzangu ambaye atakuwa anatuletea taarifa za habari za saa 7 kamili. Wakwetu wananiita Sheila Kayaro Yogo. Endelea kutazama KBC Channel 1, manake tumewanda na kunawiri kote nchini.